Hapana rafiki kama Yesu, yu pekee Yesu ajua shida zetu, anaweza kutuongoza. Hapana rafiki kama Yesu, yu pekee. Hapana rafiki kama wewe Yesu, hakuna mwokozi kama wewe Yesu, hakuna Mungu kama wewe Yesu, hakuna Bwana wa mabwana kama wewe Yesu. Wewe mfalme mkuu, Mungu mkuu na mwokozi, utukuzwe milele, uinuliwe Bwana Mungu wa rehema na neema. Asante kwa kutupenda, asante kwa kutufadhili na udhamini wako, wewe uliyejaa uweza na neema, sasa na milele na hata milele. Tuongoze tena Roho Mtakatifu katika wiki hii yote, katika kutafakari neno, katika kukutumikia Baba, katika kukusikia sasa na hata milele. Amen. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake tena wiki hii, upate kuona uweza wake, nguvu zake na neema yake na amani yake Bwana Yesu. Uhimidiwe jina la Yesu na litukuzwe, na fadhili zake Bwana Yesu na rehema zake zilizo nyingi zikaendelee kuwa pamoja nasi. Bwana Yesu ni mwema, atakushindia. Utaweza, tutaweza kwa jina lake. Jipe moyo, Yesu amekwisha kushinda, nasi tunashinda kwa msaada wake. Amina. Karibu sana katika wiki nyingine njema, na Mungu wa neema akujalie kuona nuru na nguvu katika jina la Yesu. Wiki kwa neema ya Mungu tena tunaendelea kujifunza jambo moja muhimu sana ambalo liko katika Biblia: akili ya kumjua Mungu wa kweli na Mwokozi. Akili ya kumjua Mungu wa kweli na Mwokozi. Ni Mungu wa kweli na ni Mwokozi. Ni Mungu wa kweli na Mwokozi aliyekuja kwa njia ya sura ya kwetu wanadamu ili kutuokoa kutoka katika ubinadamu, kutoka katika mwili wa dhambi. Akili ya kumjua Mungu wa kweli na Mwokozi. Karibu tusome maandiko. Tunajifunza habari hiyo nzuri kabisa. Twende tusome maandiko matakatifu katika waraka wa pili wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana, sura ni ile ya 5. Waraka wa kwanza wa Yohana, sura ni ile ya 5, na mstari nitasoma ule wa 19 mpaka wa 20. Mstari wa 19 mpaka ule wa 21, nitakwenda mpaka pale chini. Haya, naanza kusema twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi anasema nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Amen. Bwana akubariki katika kusikia na kuelewa na kufunuliwa katika jina la Yesu. Haleluya. Naam, anasema tunajua ya kuwa sisi tu wa Mungu. Tunajua, kuna uwezo wa kujua, kuna ufahamu wa kufahamu. Uwezo wa kujua unatoka kwake yeye aliyetuumba, unatoka mbinguni. Kujua, kufahamu, kumjua Mungu, kumjua ni uwezo, ni roho ya kutupa utambuzi, ufahamu, uelewa juu ya Mungu. Kumwelewa Mungu si jambo la kawaida. Kama ambavyo hata kufaulu darasani katika masomo ya duniani hapa kunahitaji akili maalum ya uelewa katika masomo ya darasani. Sasa ni zaidi sana Mungu aliyetuumba. Ni zaidi sana, si kidogo.
yaani kwa viwango vya juu. Kuna akili ya kumjua, kuna ufahamu wa kumjua, wa kumtambua. Na vinginevyo mtu anaweza akaenda kawaida kawaida, akaiona Biblia kawaida kawaida, akaziona habari za Mungu kawaida kawaida, lakini nataka nikwambie si kawaida kawaida. Na ndio sababu anasema twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu. Kwani neno hilo linasema hivyo? Maanake kuna wengine wana ujuzi mwingine, wana ufahamu mwingine, lakini sisi tunajua, wao wanajua kwamba wao ni wa Mungu. Kwa hiyo wengine kuna ufahamu na akili nyingine hawana nazo, wanajua vinginevyo. Lakini sisi tunajua, na tunajua kwamba dunia ukaa katika yule mwovu. Dunia yote imekamatwa, adui anaishambulia kwa sababu ametupwa katika dunia. Na katika Ufunuo anasema kwamba tuwe makini sana, ole wa ulimwengu, kwa sababu yule mwovu ametupwa kwenu. Sasa anaharibu akili za wengi ili wasimjue Mungu. Fahamu za wengi zimeharibiwa ili wasimjue Mungu, wasimwelewe Mungu. Ndio sababu tunajifunza juu ya akili ya kumjua Mungu wa kweli na Mwokozi. Ni Mungu wa kweli aliye Baba Takatifu, aliye Mwokozi pia, na aliye Roho Mtakatifu pia. Asifiwe Bwana, atukuzwe sana. Mstari wa 20 anasema, nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Ona vizuri hiyo, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Naye ametupa akili. Mwana wa Mungu amekwisha kuja, alafu ametupa akili. Kuja kwa Yesu Kristo duniani, kumbe alikuja na akili nyingine ya ufahamu, ya utambuzi, ya kujua, ya kumjua Mungu wa kweli na Mwokozi, ya kumjua yeye kwamba ni Mungu aliyekuja katika mwili ili kutukomboa. Kumbuka anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Huyu kiumbe kipya au huyu mtu mpya ndiye aliyekuja na akili mpya, ufahamu mpya na utu mpya, si mtu wa zamani tena. Anasema mtu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Maana yake ya kale yakipita, na akili za kale na ufahamu wa kale na maisha ya kale yanapita, anakuwa mtu mpya. Mtu mpya lazima awe na ufahamu mpya na akili mpya na maisha mapya. Amen, 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 amen. Naam, kwa hiyo kuna akili ya kumjua Mungu, ya kumfahamu Mungu kwa viwango vingine, kwa namna ya tofauti kabisa na ambao hawajapewa hiyo akili. Kwa hiyo lazima tujue kwamba kuna namna ambayo ndani ya akili inatakiwa iwepo akili nyingine tofauti na ile akili ya kuzaliwa ya kawaida. Hii akili si akili ya kawaida, ni akili ya tofauti, ni akili ya kipekee. Kumjua Mungu kwa upekee wake, kwa ukuu wake na kwa uweza wake. Kunahitaji akili iliyotulia, safi, iliyokuja na Yesu. Na amekuja na ametupa akili. Alipokuja ametuletea na akili. Alikuja na akili nyingine, kwa sababu watu walikuwa na akili tofauti. Kwa sababu utaona alipishana na wakuu wa dini, kwa makuhani. Kwa sababu utaona walikuwa wamwelewi. Kwa sababu unaona walikuwa wanang'ang'ania siku, nasema hii ni siku maalum tu kwa kitu hiki tu, kwa ibada tu, sio siku ya kuponya. Hii sio utaratibu wetu na kwenda hivi, tuko hivi. Yeye alikuja na utaratibu mpya na akili mpya na mfumo mpya, mfumo wa kimbingu. Wengine wanatembea na mfumo wa kidunia katika kumjua Mungu, katika kumjua Yesu, na wengine wanapinga habari za ukuu na uungu wa Yesu Kristo, wanapinga habari za Utatu Mtakatifu, wanapinga habari hizo njema za ufalme wa Mungu. Ni kwa sababu akili inaweza ikawapo alafu ikaondoka, kama ambavyo Roho Mtakatifu anaweza akakaa kwa mtu akiingia kwenye mambo mengine tofauti naye, Roho Mtakatifu anamwacha, Roho Mtakatifu anaondoka. Akili, ametupa akili. Kumbe kuna akili nyingine ya kupewa alipokuja Yesu, ambayo tunatakiwa kuwa nayo ili tumfahamu, tumjue kwa undani, kwa upana, kwa kina. Jina la Bwana litukuzwe sana. Ametupa akili tumjue. Anasema nasi tumo ndani yake.
Anasema yeye aliye wa kweli nasi tumo ndani yake. Yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Kuna watu wanakataa Yesu si Mungu. Kuna watu wanabisha. Mungu ni yule yule mmoja, muumba mbingu na nchi, aliyekuja kwa sura ile. Mambo yake anafanya kwa muujiza. Unaweza kusema hapa sio, kumbe ndio. Kumbuka alisema wakati mwingine, nilipokuwa niko uchi, nilipokuwa gerezani, nilipokuwa na njaa, hamkunitazama, hamkunisaidia, hamkunilisha. Kumbe anaweza akaja kwa sura ukaona ni mtu yuko gerezani, kumbe ni Mungu. Anafanya mambo yake kwa namna ya tofauti, kwa namna ya kipekee sana, ya kimiujiza. Naam, twende hivi. Akili ya kumjua. Kuna akili ndani inatakiwa kumjua. Mtu mpya hawezi kupinga Utatu Mtakatifu. Mtu mpya ndani ya Kristo hawezi kubishana, hawezi kushindwa kuelewa habari hizi za Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hawezi. Ataelewa kwa wepesi, hana shida, ametulia na anakwenda. Na lazima tujihadhari sana. Unajua, angalia katika Yuda sura ile ya kwanza, ina sura moja hata hivyo peke yake. Yuda sura ile ya kwanza, Yuda 1 na mstari ule wa 10. Lakini watu hawa huyatukana mambo wasio yajua, na mambo wayatambuayo kwa asili wajiharibu kwayo, kama wanyama wasio na akili. Kama wanyama wasio na akili. Ona hilo jambo. Ole wao kwa sababu walikwenda katika njia ya Kaini na kulifuata kosa la Balaamu, pasipo kujizuia kwa ajili ya ujira, nao wameangamia katika maasi ya Kora. Watu hawa ni miamba yenye hatari katika karamu zenu za upendo. Walapo karamu pamoja nanyi, wakijilisha pasipo hofu. Ni mawingu yasiyo na maji yachukuliwayo na upepo. Ni miti iliyopukutika isiyo na matunda, iliyokufa mara 2 na kung'olewa kabisa. Ni mawimbi ya bahari yasiyozuilika, yakitoa aibu yao wenyewe kama povu. Ni nyota zipoteazo, ambazo weusi wa giza ndiyo akiba yao, waliowekewa milele. Kumbe kuna watu wa namna hii. Ni watu ambao wanatukana mambo wasiyojua. Ndio hawa sasa wanasema Utatu Mtakatifu ni miungu, ni upagani. Ni watu wanatukana, huko ni kutukana. Unaita Utatu Mtakatifu ni upagani. Yaani unaita Mungu, maana yake ni kumwambia Mungu Baba na Roho Mtakatifu na Mwana, yani Yesu ambaye ndio huyo Mungu, unamuita ni upagani. Ni upagani, ndio matusi, ni kutukana, ni kufuru. Hiyo ni roho ya makufuru. Ni roho ya makufuru. Mtu na watu hawajajua. Sasa ndio sababu tunatakiwa tuwe na akili ya kumjua. Anasema watu wana mambo wasiyojua. Kwa asili anasema na mambo wayatambuayo kwa asili wajiharibu kwayo, kama wanyama wasio na akili. Kama wanyama wasio na akili. Unaona, kumbe tunatakiwa tuwe na akili tofauti na wanyama, tofauti na vitu vingine kabisa, ili tumfahamu Mungu, tumjue Mungu, tumtambue na kumtumikia vema. Shalom sana. Anasema ole wao kwa sababu walikwenda katika njia ya Kaini. Kaini alimuua ndugu yake, yaani akili zake ziliondoka, akafanya mambo ya ajabu, akaua. Alivaa roho nyingine ya mauaji, akaua uumbaji. Alafu anasema habari ya Balaamu. Ndio waliotaka watu wa Mungu walaaniwe, watu waliotoa laana juu ya wana wa Mungu. Angalia mambo haya ni kwa sababu ya kukosa akili ya kujua. Akili ya kujua
ile akili ya ndani ya rohoni, ile akili ya kiroho, ile akili ya kimbingu iliyoletwa na Yesu Kristo, iliyoletwa na Mungu mwenyewe. Nani muumba wa akili? Ni Mungu. Sasa hapa anasema mwana wa Mungu ametuletea akili. Sasa ameitoa wapi kama si Mungu? Jina la Bwana libarikiwe. Yaani ni mahesabu si niseme marahisi kuelewa kama una akili ya kimungu, lakini kama sio ni magumu. Haya, nasi twajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili. Huu ni uumbaji mwingine. Nani muumbaji kama si Mungu? Ametuumbia akili nyingine ya kumjua. Akili mpya. Ni muumbaji. Aliyeumba ni Mungu mmoja, Mungu mkuu, Mwokozi. Ni huyu ambaye anaitwa mwana pia. Mwana ambaye alikuja kwa namna ya mwana hapa. Amekuja ili atupe akili ya kuweza kumtambua, ya kuweza kumfahamu. Ametupa akili. Anasema kuna watu ambao ni kama mawimbi ya bahari, ni kama wingu, ni kama mawimbi yanayoweza hasiyozuirika. Maanake yanapelekwa yanarudishwa, yanakwenda, yana nguvu ya kwenda tu. Ni kama mawingu, wingu linaweza likabadilika, likapelekwa huku, likahamishwa huku. Ni kama mawingu tu, yani hayana ruhusa, hayana breki, yenyewe yanapelekwa tu kule yanaenda. Yanaweza kuwa mabadiliko. Kwa hiyo kuna watu ni mabadiliko. Sasa akili ya kumjua Mungu haina mabadiliko. Imetulia mahali pamoja. Inamtukuza Mungu, inamfahamu Mungu. Tunahitajika kuwa na akili hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio sababu katika Yuda hapo anasema kuna watu wa namna hiyo, na watu hawa ni miamba yenye hatari. Mstari wa 12, Yuda 1:12. Watu hawa ni watu wenye ni miamba iliyo ya hatari. Katika karamu zetu. Shalom. Ni watu ambao ni hatari. Ni kama miamba. Maanake wamekaa imara, lakini wapotoshaji wa kuangamiza. Hawana akili za kumjua Mungu. Angalia, kwa nini tunatakiwa tuwe na akili? Ukisoma Zaburi ya 32 mstari wa 8 anasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Tunahitaji kufundishwa, tunahitaji kuonyeshwa njia, tunahitaji kushauriwa na Bwana ili tujue njia, ili tujue mapenzi ya Mungu na tujue jinsi ya kumtumikia. Zaburi ya 32 mstari wa 8, nitakufundisha, nitakuongoza ili upate kujua njia. Sasa akili ya kufahamu huko anakosema nitakufundisha, si akili ya kawaida. Ndio sababu tunatakiwa tuipate hiyo akili ya kumjua, ya kumfahamu huyo Mungu mtakatifu, muumba wetu, ambaye ni Mwokozi aliyekuja katika mwili ili tukombolewe kutoka mwili wa dhambi, tupewe mwili usio uovu tena. Haleluya sana. Sasa huko kumjua, sasa ngoja nikupeleke tena, twende tena Agano Jipya katika Yohana 14, Yohana mtakatifu 14:26 anasema hivi, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Huyo ni Roho Mtakatifu sasa, ambaye Yesu anasema nawaletea msaidizi. Huyo ni Yesu anasema hapa. Angalia mstari wa 25, anasema hayo ndiyo niliyowaambia nilipokuwa nikikaa kwenu. Yesu huyo anasema niliyowaambia nilipokuwa nikikaa kwenu ndio haya, kwamba mtapokea msaidizi, Roho Mtakatifu ambaye atawafundisha yote na kuwakumbusha yote. Sasa katika kufundishwa na Roho Mtakatifu, kwa hiyo ufundishaji huo, anayefundishwa anatakiwa awe na akili ya kuelewa kinachofundishwa, ili akipokea, akielewe, akifahamu, akitendee kazi, akiishi. Sasa lazima awe na akili hiyo ya kimbingu, akili ya rohoni, akili iliyoletwa na Mungu aliyekuja akiitwa mwana, yani kwa jina Yesu. Kwa hiyo Agano Jipya lina Mungu aitwaye Yesu Kristo. Agano la Kale
alijitambulisha kwa jina la Yehova niko, ambaye niko. Sasa katika Agano Jipya utambulisho wake wa jina lake ni Yesu Kristo Mwokozi, ni Yesu Mwokozi, ni Mungu Mwokozi kwa jina la Yesu. Na ndiye atakayeokoa watu na dhambi zao. Nani mwenye nguvu ya kuokoa watu kutoka dhambini? Nani mwenye uwezo wa kuwasamehe watu? Walimshangaa Yesu akamwambia, wewe unapata wapi mamlaka ya kusamehe watu dhambi? Hiyo ni kazi ya Mungu peke yake. Akasema, mjue hakika ya kwamba nina mamlaka ya kusamehe dhambi, nina mamlaka ya kuondoa dhambi. Damu yake ya msalabani, anasema katika Mathayo 26 mstari wa 28, anasema hii ndio damu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Anapata wapi mamlaka ya kuondoa dhambi? Kwa sababu mwenye kusamehe dhambi ni mmoja, ni Mungu. Ndio huyu sasa aliyejileta kwa mwili akaweka msalabani, kwa miujiza yake, kwa mambo yake. Kumfahamu Mungu ni jambo gumu, sio jepesi jepesi. Kwa akili za kawaida unakataa, unabishana, huwezi kuona. Lazima kufunguliwa ufahamu na akili na macho ya rohoni, ndipo tumuone Bwana. Vinginevyo utabaki ubishi, utabaki kama wale watu wapinga Kristo, wenye maroho ya mpinga Kristo. Sasa naona kuna Wakristo, watu wanajiita Wakristo, lakini na wenyewe wameshaingia kwenye kumpinga Kristo. Jihadhari mpendwa, watumishi unaowasikiliza, watu kama hao, kimbia mafundisho yao, tafuta mafundisho yenye uzima. Ndivyo Biblia inatuambia, tafuta mafundisho yenye uzima ili akili iendelee kuwapata uzima na ufahamu na kujengwa na kutunzwa na kuendelea kustawi sana katika Bwana. Tafuta mafundisho yenye uzima, tafuta mafundisho yenye uzima. Shalom sana, shalom. Tafuta mafundisho yenye uzima. Naam, ametupa akili tumjue. Ametupa akili tumjue. Kabisa. Iko akili takayo tujue. Huyu ndiye Mungu wa kweli. Angalia anavyosema mstari wa 20. Anasema huyu ndiye Mungu wa kweli. Anapomalizia, huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Sasa Yesu Kristo si ndiye mwenye kutupa uzima wa milele? Mwenye uzima wa milele ni mmoja tu, ni Mungu peke yake, ambao ndio huyu unatoka kwa Yesu. Ndio huyo Mungu Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Sasa sikiliza mstari wa 21, anasema, watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Kuna masanamu yanaendelea duniani, masanamu yapo. Sababu shetani yupo, ameweka na masanamu. Ameweka na masanamu. Kwa hiyo watu wakikosa akili ya kumjua Mungu, wanabaki na masanamu. Masanamu yapo. Shetani amefanya vitu vya namna hiyo ili kupotosha, ili kuangusha, ili kudanganya watu, ili kupoteza watu, waiache njia ya kweli, waende kwenye njia ya uongo, waache mapenzi ya Mungu, wafanye mapenzi ya dunia, mambo ya dunia. Jilinde nafsi yako, jilinde nafsi yako, usije ukadanganyika. Wadanganyifu wameendelea kuongezeka. Jilinde nafsi yako, wadanganyifu wameendelea kuongezeka. Linda moyo wako, linda imani uliopewa na Bwana Yesu. Mungu akujaze neema na ufunuo tena wiki hii, na mwezi na miezi na miaka, siku kwa siku, endelea kuongezeka katika kumjua na kumfahamu sana, kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, amen. Asifiwe Bwana, na kujaze neema yake tena. Inua mkono wako, sema, Baba, nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa wema wako, asante kwa wiki hii, asante kwa wiki iliyoisha, asante kwa ajili ya maneno haya yenye uzima. Naomba yaingie ndani yangu, yanijaze moyo wangu na maisha yangu, nikutumikie wewe Bwana kwa furaha yote, kwa amani yote, kwa uweza wako. Naomba nishibishe Bwana na neno lako na roho wako, ili nisidanganyike. Asante Bwana, naiomba damu yako itakase akili zangu kabisa, isafishe akili zangu kabisa, ziendelee kuwa akili mpya, zilizo na upya, zilizo na uelewa na ufahamu juu ya wewe Bwana, juu ya neno lako na mapenzi yako. Naomba nijaze Yesu na kuniwezesha Mwokozi, katika jina lako Yesu. Asante kwa pendo lako, asante kwa neema yako, asante kwa uweza wako, asante kwa utukufu wa jina lako, Mungu wa rehema na neema na Baba wa utukufu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu.
na kuhitaji Bwana, Mfalme wa yote, Mungu wa rehema na neema, Baba uliye karibu, Mungu tuponyaye. Kwa damu yako naomba nitakase, kwa Roho Mtakatifu naomba nijaze nguvu, ili nikutumikie katika nguvu za Roho. Roho Mtakatifu nijaze sasa na siku zote, niwezeshe sasa na siku zote, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba unavyosikia kuomba. Bwana akujaze neema. Yesu akuinue tena. Asante Yesu kwa pendo lako, asante Yesu kwa fadhili zako, asante Yesu kwa rehema zako. Katika jina la Yesu, achilia maarifa mapya ndani yetu, achilia ufahamu mpya ndani yetu. Naomba mponye huyu mtu akili yake, huyu ambaye Bwana nafsi yake imejaa uchungu na huzuni na kuchanganyikiwa na kuvurugikiwa na kulemewa. Kwa jina la Yesu naomba uponyaji, 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 uponyaji katika jina lako Yesu Kristo. Fadhili na rehema zako Bwana na zikawe pamoja nasi, zikawe pamoja naye, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana, uwe na uzima tele, uwe na baraka tele, uwe na nguvu za rohoni tele, kwa jina la Yesu. Barikiwa. Amen, amen. Yesu ni mwema, akushibishe tena, akuinue tena. Barikiwa sana. Karibu sana katika YouTube channel hii inayopatikana kwa jina la Eli Mlinzi Mbise. Karibu pia, endelea kutuombea. Wiki ndio tutasafiri kuelekea kule Tanga, wilaya kule Kilindi kule, kwa ajili ya neno la Mungu, uinjilisti. Karibu tuombe, karibu shiriki kwa sadaka zako. Namba za kuwasiliana na sisi ziko hapo chini, utaziona. Au kama unataka pia kushiriki kuhubiri injili ya Yesu nasi kwa sadaka, utaiona namba hizo hapo. Shiriki kutupitia hizo namba hapo chini kwenye simu yako. Na ni Airtel na Vodacom, namba hizo ambazo ni 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel 0787 62 75 91. Jina ni Eli Mlinzi Mbise. Alafu Vodacom ni 0762 282 439. 0762 282 439. Hiyo ni Vodacom. Karibu sana. Na karibu pia, tuna ujenzi wa madhabahu ambao tunaendelea kujiandaa kwa ajili ya kuanza ujenzi wa madhabahu, nyumba ya maombi na maombezi kwa watu wote. Karibu sana, shiriki nasi. Wale ambao wanahitaji namba za benki, CRDB tunayo na NMB tunayo na NBC pia. Karibu kiwasiliana, basi tutakupa namba kama unahitaji hizo namba za benki. Kine za simu ni hizo nilizokutajia, unaweza ukatumia hizo. Bwana akubariki sana, akujaze neema, kujaze na nguvu, uendelee kumtumikia kwa furaha, endelea kujazwa, akili yetu ziendelee kusafishwa, kutakaswa na kuwezeshwa kumfahamu, tambua Mungu aliye Mwokozi. Barikiwa sana katika jina la Yesu.